kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda, na hata mahali pengine kutimiza wajibu wetu ipasavyo mbele zako. Mungu turehemu, Mungu tusamehe. Tukisema kwamba tuna dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mnyenyekevu na wa haki, hata utusamehe dhambi na maovu yetu yote, ututakase na kutuosha kwa upya kwa damu yako ya thamani. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, kwa ajili ya mchana wa leo usinyamaze, kwa ajili ya uhai wetu usinyamaze, kwa ajili ya afya zetu usinyamaze, kwa ajili ya uchumi wetu usinyamaze. Tembea pamoja nasi tena hatua nyingine, nasi tukauone utukufu wako, maana maisha yetu ni ushuhuda kwa wengine, maana maisha yetu ni sadaka kwa wengine. Mungu, hatukuja kwa ajili yetu binafsi, lakini kwa ajili ya watoto wetu, nyumba zetu, familia, kanisa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nimeomba nikishukuru na kuamini kwamba Bwana umesikia sala na dua na maombi yetu. Amen. Naomba ukae kwenye uwepo wa Bwana. Ni mshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa neema yake ametuwezesha tena na kutupa mchana mwingine wa leo, mchana wa baraka, mchana ambao uwepo wake uko pamoja nasi, na kwa sababu yeye ni chakula cha uzima na yeye ni mkate wa mchana wa leo, basi akawe mkate halisi na kutusaidia katika kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tunaongozwa na ule mstari wa Zaburi ya 91, ule mstari wa 11. Wale ambao tumeanza hii safari pamoja wanajua ya kwamba huu ni mstari unaotuongoza wa Zaburi ya 91, ule mstari wa 11. Kwa pamoja macho ubaoni tusome 1, 2, 3. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zote. Amen. Anasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika zako zote. Wale ambao tumekuwa na mfululizo huu toka Jumatatu, tumekuwa na kichwa kinachosema unawezaje kwa malaika kupigana vita katika ulimwengu wa roho kwa ajili yako. Wawezaje kuwatumia malaika wapigane vita vya kiroho, wapigane vita katika ulimwengu wa roho. Na katika hizi siku ambazo Bwana alitupa, tulijaribu kuangalia ulimwengu wa roho kuna nini, ulimwengu wa roho kukoje. Lakini kwa sababu wenzetu wameacha kwenye mtandao, unaweza ukapakua ukaanza kupita ukaona nguvu iliyoko kwenye ulimwengu wa roho, na kwamba kabla mambo hayajadhihirika yanaanzia kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Hebu turudishie ule mstari wa mwisho tuliomaliza nao jana wa Efeso 6 kuanzia mstari wa 10. Efeso 6 kuanzia ule mstari wa 10. Efeso 6 kuanzia mstari wa 10 anasema, hatimaye mwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuagiza hili na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita vyetu viko kwenye ulimwengu wa roho. Ukienda mstari wa 13 anaeleza silaha, na kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Alafu anaendelea na 4, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Mstari wa 15, na mkifungiwa miguu tayari upatao kwa injili ya imani. 16, zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yenye moto ya yule mwovu. Kwa hiyo tukaangalia jana namna ambavyo vita vyetu si juu ya mwili, nyama na damu, lakini ni vita vilivyoko katika ulimwengu wa roho. Na nataka tuangalie kidogo mambo kama 4. Katika ulimwengu wa roho kuna aina 4 za silaha
za kivita. Katika ulimwengu wa roho kuna aina kubwa 4 za silaha. Pamoja kuna nyingine zimetajwa kama imani, ngao ya imani, lakini hebu tuziangalie hizi 4. Jambo la kwanza, silaha ya kwanza, wawezaje kuitumia damu ya Yesu kama mojawapo ya silaha ya vita katika ulimwengu wa roho? Wawezaje kuitumia damu ya Yesu kama mojawapo ya silaha ya kivita katika ulimwengu wa roho? Ni muhimu sana ujue nguvu iliyoko katika damu. Ni muhimu ujue uweza ulioko katika damu. Na ya pili, wawezaje kutumia jina la Yesu kama mojawapo ya silaha katika ulimwengu wa roho? Wawezaje kutumia jina la Yesu kama mojawapo ya silaha katika ulimwengu wa roho? Ya tatu, wawezaje kutumia nguvu ya msalaba kama silaha ya kivita katika ulimwengu wa roho? Wawezaje kutumia nguvu ya msalaba kama mojawapo ya silaha ya kivita katika ulimwengu wa roho? Ya 4, wawezaje kutumia malaika kama mojawapo ya walinzi na silaha ya upiganaji katika ulimwengu wa roho? Wawezaje kutumia malaika kama mojawapo ya silaha katika ulimwengu wa roho, lakini kama walinzi na wapiganaji hodari katika ulimwengu wa roho? Kwa hiyo nimetaka kuleta kwanza silaha hizi. Na unajua kwenye damu ya Yesu kuna imani. Kwenye damu ya Yesu kuna imani ambayo ni mojawapo ya silaha. Katika damu ya Yesu hauwezi kuitumia vizuri kama mojawapo ya silaha kama huna imani na kujua nguvu halisi iliyoko kwenye damu ya Yesu. Kuijua nguvu halisi iliyoko katika damu ya Yesu. Na hii damu imetoka katika sehemu mbalimbali katika mwili wake. Moja katika taji la miiba kichwani kwake, inayo kazi yake. Kwenye ubavu wake inayo kazi yake. Kwenye miguu inayo kazi yake. Kwenye mikono inayo kazi yake. Kila sehemu aliyotokwa na damu ilikuwa na kazi maalum ya kumtafuta, ya kumkomboa, ya kumrudisha huyu mwanadamu. Kwa hiyo unawezaje kuitumia hii damu kwa imani kuwa mojawapo ya silaha ya kivita ya kukusaidia? Okay, ngoja niangalie damu katika muktadha wa Agano la Kale, kitabu cha Kutoka. Tashangaa kidogo. Ninaiangalia damu kutokea katika engo ya Agano la Kale. Unaposoma kwenye kitabu kile cha Kutoka 12, Kutoka 12, mimi nitaanzia mstari wa 12, nitaruka nitaenda mstari wa 22, nitaruka nitaenda mstari wa 23. Unapoangalia anasema, maana nitapita kati ya mchana, nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitampiga mzaliwa wa kwanza wa wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Okay, sijui unaiona nguvu ya damu katika Agano la Kale kwa picha ipi? Picha iliyoko pale ya nguvu ya damu ni kuhukumu miungu yote katika Misri. Ni kuhukumu miungu yote katika Misri. Kwa hiyo akaambiwa, mtamchinja mwanakondoo, mtamchinja mchana, mtamchinja na damu yake mtaichukua, mtaipaka katika miimo ya milango na madirisha mtakayolala. Na yule malaika wa mauti atakapopita, atakapoiona damu,
atapita na roho ya mauti haitawapata. Kwa hiyo damu ilitumika kama silaha ya kivita katika ulimwengu wa roho. Lakini pamoja na hayo, ilitumika kuhukumu miungu yote ya Misri. Kwa hiyo unapoiachilia damu, kazi mojawapo ya damu ni kuhukumu miungu, uchawi, uganga, ulozi kwenye ulimwengu wa roho. We kazi yako ni kuachilia tu. Oh, haleluya! Lakini lazima uachilie kwa imani. Sio kama kuna mtu ananielewa. Damu kama mojawapo ya silaha ya kivita katika ulimwengu wa roho, nyuma yake imebeba imani. Maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo katika Agano la Kale, kazi mojawapo ilikuwa ni kuhukumu miungu. Kuhukumu miungu ya Misri. Nenda mstari ule wa 22. Nenda mstari wa 22. 12:22. Macho ubaoni, 1, 2, 3. Nanyi twaeni tawi la hisopu, mkalichove katika ile damu iliyo bakulini, na kukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya milango. Kwa hiyo damu iliyoko katika bakuli. Tena mtu yoyote miongoni mwenu asitoke katika malangoni mwa nyumba yake. Twenda 23. Kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya malango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu na kuwapiga. Damu ilitumika hapo kuzuia destroying spirit, roho ya muharibu isiharibu tena. Kwa hiyo unapoiachilia damu katika ulimwengu wa roho, it's not a tangible, hatuishiki, hatuioni, iko kwenye ulimwengu wa roho. Ilipomwagika ilichukuliwa na chetezo ikapelekwa kwenye madhabahu ya mbinguni. Tunapoiendea kwa imani, inafanya kazi ya kuondoa roho ya uharibu. Anasema ili mharibu asiendelee kuharibu tena. Kwa hiyo kazi mojawapo ya damu katika ulimwengu, katika vita vya ulimwengu wa roho, ni kuondoa roho ya mharibu asiharibu tena. Ni kuondoa roho ya mharibu asiharibu tena. Anasema atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie ndani nyumbani mwenu na kuwapiga. Maana yake ile roho ya mharibu haitapata nafasi. Maana yake damu kama silaha kwenye ulimwengu wa roho, kazi yake ni kuzuia destroying spirit, roho ya mharibu isiharibu tena. Unawezaje kuitumia kama silaha mojawapo ya kivita katika ulimwengu wa roho? Unaweza kuimwaga, unaweza kuinyunyiza, unaweza kuiachilia, unaweza kuinywa. Haujanisikia? Nguvu ya hiyo damu unaweza kuimwaga kwa imani, unaweza kuinywa kwa imani, unaweza kuinyunyiza kwa imani. Na kwa bahati nzuri haishi, hata kama utumie mapipa na mapipa na mapipa kumwaga. Ina nguvu, ina uhai ule ule toka ilipomwagika miaka 2000 iliyopita. Swala linalotuangusha kwenye damu ni swala la imani. Imani ikiwa halisi kwetu, tutakapoitumia itatusaidia kuvuka mahali tulipokwama. Angalia ule mstari wa 13. Turudishe mstari wa 13. Anasemaje mstari wa 13? Anasema na ile damu itakuwa ishara kwenu. Sema itakuwa ishara kwenu. Sema kwa sauti, itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuamo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Kazi mojawapo ya damu ni kuzuia mapigo. Kazi mojawapo ya damu katika ulimwengu wa roho ni kuzuia mapigo. Mapigo manake ni nini? Vitu vilivyoachiliwa kwenye maisha yako, kwenye ulimwengu wa roho, kuhakikisha ya kwamba kila unachofanya hakifanikiwi. Mapigo kwa watoto wako, mapigo kwenye ndoa,
damu ya Yesu ina uwezo wa kuondosha kabisa. Kwa hiyo lazima tuitumie kwa imani, tuiendee kwa imani, tuiguse kwa imani, tuiachilie kwa imani. Mimi sijui kwenye biashara yako kuna mapigo gani, kuna roho gani ya mharibu. Iko damu, iendee kwa imani, na sio damu nyingine, ile iliyomwagika Calvary ya Golgotha. Oh, haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaweza kuitumia damu kama mojawapo ya silaha za kivita katika ulimwengu wa roho, ikuvushe mahali ulipokwama. Ebrania 11:28. Ebrania 11:28. Damu kama mojawapo ya silaha ya kivita. Ebrania 11:28. Macho ubaoni, 1, 2, 3. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Rudia tena, rudia katika jicho la ualimu. Soma katika jicho la ualimu. Hebu soma kwa pause kidogo, kwa nukta, kwa koma. 1, 2, 3. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuharibu, kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse. Turudie tena, tusome vizuri. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse. Maana yake damu, kazi yake mojawapo ni kuzuia maangamizi. Hiyo ndio kazi ya damu. Lakini inatendeka wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Na sasa katika ulimwengu tulioko, watu wameamua kutafuta fruto na vitu vingine ili waioneone kama inafanana. Hauwezi kufananisha na damu ya Yesu na kitu kilichotengenezwa na mikono ya wanadamu. Damu ya Yesu ina DNA ya Mungu mwenyewe. It is so holy. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Inawezekana watu wanatafuta kitu tangible, viendane. Damu ya Yesu ina DNA ya Mungu mwenyewe, na ndio maana inatukomboa, ndio maana inatutafuta. Alafu anatuambia ili yule anayeweza kumwangamiza mzaliwa wa kwanza asimguse. Mimi na wewe ni wazaliwa wa kwanza katika imani. Ukiokoka, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo kazi mojawapo ya damu ni kukusaidia mtu yote asikuguse, maana wewe ni mzaliwa wa kwanza kwa imani. Kupitia nini? Damu ya Yesu Kristo. Oh, haleluya. Kwa hiyo anasema mtainyunyiza. Kwa hiyo unaweza kunyunyiza kwenye nyumba yako, unaweza kunyunyiza kwenye biashara yako, unaweza kunyunyiza kwenye gari yako, unaweza kunyunyiza kila mahali unapopita, unaweza kunyunyiza. Oh, haleluya. Na ikahakikisha ile roho ya mharibu haisimami tena. Haleluya, haleluya. Okay. Sadaka, Pasaka sio sherehe. Pasaka sio sikukuu. Pasaka ni sadaka. Pasaka ni sadaka. Sadaka ya nini? Sadaka ya damu. Na Pasaka haikuanza wakati wa Pasaka. Pasaka ilianza wakati mwingine kabisa. Haikuanza wakati wa, turudishie mstari wa 11. Maana wengine wanafikiri Pasaka ilianzia Agano Jipya. Pasaka haikuanzia Agano Jipya. Hebu turudishie mstari wa 11. Ndio maana Yesu anasema ni wapi tutamla Pasaka wetu wa mwaka huu. Maana yake ilikuwepo. Mstari wa 11 katika hicho kitabu cha Kutoka. 1, 2, 3. Kutoka 12:11. Kutoka 12:11. 1, 2, 3. Macho baoni. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefunga viuno vyenu. Nanyi mtakula haraka, ni Pasaka wa Bwana. Kwa hiyo Pasaka ilianzia kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo Pasaka ni sadaka. Na angalia, ilikuwa ya mwana kondoo. Na anasema tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu.
mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtakula haraka. Ni Pasaka wa Bwana. Siku ingine nikipata neema nitawafundisha kwa nini walikula wakiwa wamefunga viuno, wamevaa viatu miguuni, wana fimbo mikononi. Maana nchi wanayoikaa sio nchi yao. Nchi wanayoenda wataenda kuitawala. Haleluya. Miguu yao kwa nini viatu? Ili viko utayari kuanza safari ya kwenda kule ambapo Bwana amewakusudia. Kwa hiyo utaona nguvu ya damu katika vita kwenye ulimwengu wa roho ilivyo muhimu. Ufunuo 12:10. Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12. Hebu tuanzie 11. Alafu ndo turudi 12. 1, 2, 3. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Twende mstari wa 12. Wa 10, twende wa 10. 1, 2, 3. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa umekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nataka tuangalie ile A. Hebu tusome A. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa umekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka yake Kristo wake. Nini ninachotaka uangalie pale? Unapoachilia damu inatamka sasa umekuwa wokovu automatic. Hujanisikia? Unapoachilia damu nyumbani kwako, ile damu yenyewe haifundishwi kutamka, yenyewe inasema sasa umekuwa wokovu. Nataka mtu mmoja anielewe hapo. Mimi nimechukua damu kwa imani na iachilia kwenye hili kanisa katika jina la Yesu, na iachilia damu. Ile damu yenyewe inatamka yenyewe, haisaidiwi kutamka. Inasema sasa umekuwa wokovu, na mamlaka ya Mungu inashuka kutawala pale, na ufalme wake unakuja pale. Saa hiyo vyote vinakuja pale. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutamka kwa imani. Sasa umekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka yake Kristo. Wewe tu umesema kwa damu ya Yesu. Hivyo vitu vyote kama package vinakuja kwa wakati mmoja. Nguvu ya damu ya Yesu kwenye vita vya kiroho. Hakiji kimoja vinakuja package. Mimi nilichosema ni damu, lakini inapokuja inakuja na wokovu. Inapokuja inakuja na nguvu, na nguvu inakuja nayo ni nguvu itokayo kwa Mungu mwenyewe. Lakini haiji peke yake ile damu, inakuja na ufalme wa Mungu wetu. Na haiji na ufalme peke yake, inakuja na mamlaka, inakuja na authority, kuhakikisha inashughulikia yale mapigo tuliyozungumza kwenye kitabu cha Kutoka. Inaondoa roho ya mharibu asiharibu tena, inaondoa pigo lisiwepo tena, inaondoa kila aina ya uchawi usiwepo tena. Kwa hiyo kazi yako ni kuiachilia kwa maneno ya kinywa chako kwa imani, na ile imani inayotoka ndani yako ndio inaleta yale mabadiliko unayoyaona. Kuna mtu mmoja ananielewa hapa? Kwa hiyo huna haja ya kuteseka. Usiku ukifika, sema naachilia damu. Ile damu yenyewe inatamka yale maneno. Ile damu yenyewe inatamka yale maneno pale. Inasema sasa umekuwa wokovu. Kwa hiyo nguvu ya kuokoa
inashuka. Ukiendelea anasema na nguvu. Maana yake nguvu ya Mungu inakuwa mahali pale. Na kama nguvu ya Mungu iko mahali pale, hakuna nguvu za giza, hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna uharibifu vitakavyoweza kusimama. Lakini ufalme wa Mungu unakuja na wenyewe automatic. Na ufalme wa Mungu ukija, hakuna ufalme wa giza utakaosimama. Lakini hauji ufalme peke yake, unakuja na mamlaka yake Kristo. Ambayo kila ulimi utakiri na kila goti litapigwa. Haleluya. Wewe umeachilia tu damu. Just imagine. Na unapata bure. Kwani uteseke? Unapata bure. Just imagine. Unapewa bure. Inahitaji imani. Damu kama mojawapo ya silaha ya kivita kwenye ulimwengu wa roho. Mambo ya Walawi. Ngoja tuangalie tena kwenye kona ya Agano la Kale. Mambo ya Walawi 17. Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 17:11. 17:11. Macho baoni tusome pamoja. 1, 2, 3. Kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo tunaona kazi nyingine ile damu ni kutupatanisha sisi na Mungu, ni kutuletea upatanisho. Hapo mwanzo tulikuwa tuna Mungu, tulifarakanishwa, lakini kwa damu ya Yesu tunapatanishwa. Kwa hiyo damu inakuwa daraja la kutuunganisha nafsi, sio miili yetu, nafsi zetu na nafsi ya Mungu. Kitu gani kinaunga nafsi yangu na nafsi ya Mungu? Damu. Ndio maana anasema nami nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu. Lakini angalia anapoanza, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu. Kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Madhabahu ipi? Ya Calvary, ya Golgotha. Madhabahu ipi? Ya Pasaka. Ili nifanye upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Hakuna kingine kinachoweza kukupatanisha na Mungu, ni damu. Na ndio maana katika ulimwengu wa giza damu ni muhimu sana. Hata kwenye ulimwengu wa giza damu ni muhimu sana. Wanakuambia leta damu ya kondoo mweusi. Swala sio rangi ya kondoo, swala ni damu. Wanakuambia bwana, ili mambo yaende, leta damu, leta damu, leta damu. Kwa hiyo tuna umuhimu wa damu katika vita kwenye ulimwengu wa roho, inavyoweza kukusaidia kupigana vizuri bila kutumia. Kumbuka ile shule tuliotoka, vita vyetu sio juu ya mwili, nyama na damu, ni juu ya ulimwengu wa roho na mapepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Basi faeni silaha, na mojawapo ya silaha ni damu ya Yesu ya kukusaidia kupigana hivyo vita. Katika mwili ya nyama na damu hauvioni hivyo vita, lakini vipo. Kumbuka kule tulikotoka, Gehazi anasema ninaona majeshi mengi sana nakuja, tutaangamia. Alafu anaambiwa nyamaza, nyamaza, nyamaza. Kwenye ulimwengu wa roho yako majeshi makubwa mengi, mazito kuliko haya. Nyamaza, nyamaza. Ngoja nikwambie, laiti Mungu angekufungulia macho yako kidogo, ukaona vita vinavyopiganwa juu yako kwenye ulimwengu wa roho, ungeitumia damu. Usingeiacha damu ikapotea, usingeiacha damu. Tena umepewa bure, unaiendea tu kwa imani, unaipokea kwa imani, unaiachilia kwa imani, unainywa kwa imani, unaimwaga kwa imani kwenye kila eneo linalokuhusu. Wala usione shida kwamba itapungua. Kama ni mapipa, wewe mwaga mapipa kwa mapipa. Oh, haleluya. Kwa hiyo unaona damu inavyoweza kukusaidia kupigana vita mahali ambapo huwezi kufika. Kupigana vita kwenye vitu ambapo katika macho ya mwili, nyama na damu
huvioni, lakini viko na viko against na wewe. Yako mapigo yaliyoachiliwa kwa njia ya mdomo, yako mapigo yaliyoachiliwa kwa ulimi wa wanadamu, wenye roho ya wivu, wenye chuki, wenye husuda. Tunayo silaha ya damu kuondoa kila mapigo ya ulimi yaliyoachiliwa juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako. Yako mapigo ya ulimi yameachiwa, hutaolewa, hutaoa, biashara hii haitakuwa. Ninakupa silaha ya damu, kaiachilie hiyo silaha ya damu. Hayo mapigo yatafutika, yataondoka, na uhai wa ndoa yako, ya biashara yako, ya kazi yako itainuka tena katika jina la Yesu. Silaha damu kama mojawapo ya silaha ya kivita kwenye ulimwengu wa roho. Sasa nakimbia kweli, ndio niko ya kwanza. Ya pili, jina la Yesu. Maana mara nyingi huwezi kuitenga jina la Yesu na damu ya Yesu. Nikishindwa ili zingine mbili nimalizie kesho. Jina la Yesu kama mojawapo ya silaha katika ulimwengu wa roho. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Biblia inasema nasi tumepewa jina. Nasi tumepewa jina. Jina la namna gani? Jina lipitalo majina yote. Jina lipitalo majina yote. Nalo ni jina la Yesu. Kwa hiyo jina lina uwezo wa kukuvusha kwenye ulimwengu, kwenye vita, kwenye ulimwengu wa roho. Siku moja mtu mmoja akaja kwangu, akaniambia, mwalimu, kuna mtu mmoja ananisumbua sana. By the way, alikuwa mtumishi. Binti mmoja akanifuata, akaniambia, kuna mtumishi, unajua yule mtumishi anakaa kwa mtego kama nitamuuliza. Sikumuuliza mpaka leo. Mimi nilitumia tu jina nimsaidie yule binti kuvuka alikokwama, wala sikuuliza. Je, kama jina langu liliweza kumsaidia mtu, je jina la Yesu? Haleluya. Linaweza, lina mamlaka ya kuweza kukusaidia mahali ulipokwama. Fungua pamoja na mimi Wafilipi 2:10 kwa haraka kidogo. Wafilipi 2:10. 1, 2, 3, macho baoni. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Maana ndilo jina ambalo lina uwezo wa kukontrol vilivyoko juu ya uso wa nchi, vilivyoko chini ya nchi na vilivyoko angani. Hatuna jina lingine. Ndilo jina tulilopewa. Kwa hiyo unalitumiaje jina la Yesu kuvuka mahali ulipokwama? Kama mojawapo ya silaha ya kivita kwenye ulimwengu wa roho. Katika jina la Yesu, pepo toka. Katika jina la Yesu, nguvu za giza mwachie. Hatuna jina lingine isipokuwa jina la Yesu. Wangapi wamewahi kukemea pepo? Wakakemea zamani tulikuwa tumeokoka. Mzee Mungu anajua. Unakemea afu unakuta wapendwa wanamzunguka yule mtu, wanaanza kuimba, wanaimba wimbo. Damu. Yani hapo wapendwa wamekemea pepo, wameshindwa. Unajua kwa nini anaimba damu ya damu ya, maana yake wana declare tumeshindwa. Tunaomba nguvu ya damu ya Yesu itu rescue. Maana kwa akili zetu za kawaida tumeshindwa. Maana yake wanaomba aina nyingine ya silaha. Maana yake wanaomba aina nyingine ya silaha. Siku hizi hamjui. Sisi niliwahi kukemea pepo. Pepo likasema nataka chapati. Msiponipa chapati sitoki. Pepo linataka chapati. Ulikai kukemea pepo likasema dhahabu. Dhahabu.
bila dhahabu sitoki. Alafu familia inaanza kufikiri kutafuta dhahabu. Mnatafuta wapi? Unajua mapepo bwana. Niwahi kwenda kukemea pepo mahali. Okay, ngoja niwapo shuhuda mchungaji wangu. Sorry. Sasa ni marehemu mchungaji Justo. Akiwa Kijenge at that time akiwa mwinjilisti. Tumekemea pepo mpaka saa 2. Alafu mchungaji wangu alikuwa na mbwembwe kidogo. Akaja. Akasema, hata wewe Tumainieli huko hapa, hili pepo linawachezea. Unajua ile pepo likasemaje? Uwezi kututoa kwa sababu uligombana na mke wako asubuhi. Mapepo saa nyingine maongo. Lakini kwa nini anasema hivyo? Kukudhoofisha. Unajua alisemaje? Never forget that. Unajua alisemaje? Kumbe ni wewe ulikuja asubuhi ukanikorofisha mimi na mke wangu. Bado uko hapa kanisani, hujatoka mpaka sasa. Sasa kwa jina la Yesu, toka. Pepo likatoka, likaondoka. Alafu tukaimba utukufu haleluya, sifa sifa ni kwa mwana kondoo Yesu, damu ime. Hizo nyimbo usijui baba, hizo nyimbo tulizimba, zilikuwa nyimbo za wapendwa. Kizazi cha holokole hizo nyimbo mlizo jamaa kama anajua hapo zikimbwa. Ni utukufu kweli. Tunapeana vifua. Tunamshangilia Bwana maana ametupigania. Lakini kwa nini tumekemea tukashindwa? Tukatafuta rescue, na rescue ilikuwa ni damu. Tukianza kuimba damu na yule tumemweka pale katikati, tumemzunguka, tunaimba damu, tunaimba damu, hakuna namna hilo pepo halitatoka. Hakuna namna. Kwa hiyo ni mojawapo, jina la Yesu ni mojawapo ya silaha hatari ya kivita kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana unaweza kwenda kwa mganga akakwambia Mungu atakusaidia, lakini huwezi kusema Yesu atakusaidia. Haiwezekani. Na maana Biblia inasema na yeye alitajia jina la Bwana na uache uovu. Kwa sababu hilo linatoka na moto. Linatoka na moto. Matendo ya Mitume 16:18. Matendo ya Mitume 16:18. Jesus Christ. Mungu wangu. Umefika? Matendo ya Mitume 16:18. 16:18. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikia, akageuka, akawaambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Hebu tusome kwa sauti wote, 1, 2, 3. Ukitaka kujua hayo aliyofanya, anzia huko mwanzo. 1, 2, 3. Akayafanya hayo siku nyingi. Lakini Petro mbona tunasoma leo kama hatuko pamoja? Au hivyo vibao vionyeshi kwa kwenu? Au na nyinyi hilo jina limeanza kwa vuruga? Bwana Yesu asifiwe. Tuanze pamoja. Akafanya hivyo. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Kwa hiyo angalia jinsi lilivyo na nguvu. Nenda Matendo ya Mitume 4:8. Matendo ya Mitume 4:8. Nataka kuonyesha jinsi ambavyo hatujalitumia hata kidogo. Macho baoni, 1, 2, 3. Ndipo Petro akajaa Roho Mtakatifu, akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Endelea mbele tena, nenda mstari unaofuata 9. Kama jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama aliye mzima mbele yenu. Haleluya.
Mlifikiri mtamalizia katika jina la Yesu. Katika jina hilo. Katika jina hilo la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama aliye mzima mbele yenu. Sio kingine, sio muujiza mwingine, ni lile jina, ni lile jina. Hata wewe kilichokuleta hapa ni lile jina. Kwa nini uko hapa? Ni lile jina. Kwa nini umeacha kila kitu uko hapa? Ni lile jina lililokuita likakuvuta likakuleta hapa, na hilo jina likae ndani yako, na hilo jina lifanye muujiza ndani yako, na hilo jina likutengenezee nafasi, na hilo jina likupe heshima, na hilo jina likuinue. Hebu sema amen. Hilo jina. Namalizia mstari mmoja, Matendo ya Mitume hiyo hiyo, Jesus 3:6 1, 2, 3, macho baoni. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Sina kingine, sina fedha, sina dhahabu, lakini nalo jina. Nataka nikwambie, hilo jina lina nguvu, hilo jina lina uwezo. Usikae legelege. Kama umeokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usiogope chochote. Tunalo jina lipitalo majina yote, linaitwa jina la Yesu. Kinachokuja mbele yako katika jina la Yesu, toka. Haleluya. Malizia na Wafilipi 2:9. Malizia na Wafilipi 2:9. Arabasekenderebokoshika. Jina la Yesu ni ngome imara. 1, 2, 3. Hiyo tena, Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo majina yote. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya nchi. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mimi sijui mahali gani ambapo imani yako imepungua kwenye damu. Mimi sijui ni mahali gani imani yako imepungua kwenye jina la Yesu. Mimi sijui ni wapi vimepungua, vinahitaji msaada wa kusaidiwa vinuke tena. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako katika jina la Yesu. Mahali popote imani yangu juu ya damu yako, juu ya jina la Yesu liipopungua, na kusihi mchana wa leo unirudishie tena nguvu ya imani juu ya jina la Yesu na damu ya Yesu, maana hivyo tu vyaweza kunifanya niwe salama kazini, njiani, kwenye biashara, kwenye kazi zangu, niwe salama. Nami leo naipokea damu ya Yesu kwa imani, iingie ndani yangu. Kama yako magonjwa, kwa jina la Yesu yaondoke leo sasa, kwa jina la Yesu. Kama kuna nguvu za uchawi, ninaziharibu sasa kwa jina la Yesu. Kama kuna roho ya mharibu hataweza kuharibu tena, kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Najimwagia damu ya Yesu, damu ya Yesu itakase fahamu zangu, akili zangu, mwili wangu, na kila tamaa inikingayo kwa upesi. Leo kwa jina la Yesu iyeyuke, iondoke kwenye maisha yangu. Leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike upya katika jina la Yesu. Asante Yesu, sijaja peke yangu, nimekuja na moyo, nimekuja na nafsi. Vitakase kwa damu ya Yesu
na kwa jina la Yesu. Pata muda kidogo wa kuomba, pata muda kidogo wa kupaza sauti yako kwa Bwana, pata muda kidogo wa kupaza sauti yako kwa Bwana. Isihi damu, isihi damu, isihi damu isimame upande wako, ikutetee, ikutetee. Kuna watu wana madeni, kuna watu wana madeni yanawasumbua. Isihi damu ya Yesu ikafungue malango yako ya biashara, ya kazi. Isihi damu ikafungue malango yako ya kazi, ya biashara. Isihi damu afungue malango yako ya tumbo la uzazi. Anayetaka watoto, Mungu akampe watoto. Isi damu ya Yesu ikafungue mahali ambapo pamefungwa kinyume na Mungu aliye hai juu ya maisha yako. Ile pigo la mharibu lisiharibu tena katika jina la Yesu. Mahali popote ambapo adui amepata uhalali kwenye maisha yako, hayo malango inayafunga katika jina la Yesu. Achilia damu ya Yesu kwenye biashara, kwenye ndoa, kwa watoto wako, kwenye vyumba vya mitihani wanakofanya sasa. Achia damu ya Yesu, achia damu ya Yesu, achia damu ya Yesu. Ni silaha ya moto kwenye ulimwengu wa roho. Kila ambacho kijakaa sawa, achia damu ya Yesu. Usinungunike, usilalamike, usisononeke. Achia damu ya Yesu, achia damu ya Yesu. Kama mojawapo ya silaha katika ulimwengu wa roho, ipigane upande wako. Ukiachilia, inasema sasa umekuwa wokovu. Ukiachilia, inasema sasa ufalme wa Mungu na mamlaka iko hapa. Rapa seke. Achia damu, mwaga damu, nyunyiza kwenye kiti chako ofisini. Wanaoleta wivu, chuki, husuda, nyunyiza damu. Wale watu ambao kazi yao iko hatarini, nyunyiza damu. Kwenye biashara, wengine wanatumia nguvu za giza, wewe nyunyiza damu. Rapa seke rebo shaka rikanda raba kosika. Haleluya. Unganisha sadaka yako na damu ya Yesu. Unapoiachia madhabahuni, kanene kwa ajili ya mahitaji yako. Tunakushukuru Bwana, asante kwa kusema nasi. Asante kwa kutufundisha nguvu ya damu ya Yesu na nguvu ya jina la Yesu Kristo. Nasi Mungu tunaleta sadaka zetu tukiambatanisha na damu inayonena mema. Bwana, tunapoachilia sadaka hii ikanene kama sadaka ya damu ya Yesu kwa ajili ya mahitaji ya watoto wako. Mengine yako moyoni, mengine yapo kwenye vinywa vyetu, mengine yapo kwenye boksi. Tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu ikanene. Bwana, kutana na kila hitaji la mtu mmoja, kila mmoja aliyekuja mahali hapa na hitaji lake. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikanene mema, ikanene breakthrough. Natangaza kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu breakthrough katika eneo la kuolewa na kuoa, breakthrough katika uchumi, breakthrough katika maisha yako ya kiroho, breakthrough katika afya yako, breakthrough katika maisha yako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila kilichosimama kama adui kikatamanyike, kikaribiwe kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya mauti, damu ya Yesu ikarambe, damu ya Yesu ikaondoe kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye kila eneo la maisha yako, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunapotoka mahali hapa na kushukuru kwa sadaka zikafanye kazi yako. Uzibariki na uwabariki watu wako, uwe pamoja nao kazini na nyumbani na kila mahali utakapokuwepo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Na baraka ya Bwana iwe pamoja nawe. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.